Benjamin William Mkapa, mahali ambako tunakwenda kuutazama mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya mnyama Simba Lunyasi dhidi ya klabu ya soka ya Esperance de Tunisia. Mimi niko na ndugu yangu hapa wa Uchebe, amejitokeza katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwani hii leo inakuhusu ndugu yangu? Mimi inanihusu. Bado niko. Mimi makundi yote nimo. Mimi ndo mkombozi na ndo mwokozi wa watu ambao wanyonge wote wanaoteseka, mimi ndo mkombozi wao. Umeona jana nimecheza na timu moja hatari Afrika hii, kila mtu anaikubali. National Real aliyetuna msuli kama ni mnyama aliyenona, lakini hatimaye amekuja kuonyeshana ubabe na sisi. Bahati tu ikawa ni kwao, jana wamekoswa. Tulitaka tuwalambe pale Guantanamo Bay, ila wakajitetea kwamba msifanye vitu vya namna hiyo, mnakuwa mnatuzalilisha sana, tena sio kidogo. Tukaambia okay fine, tunawapa brace, tunawapa sale, wakafurahia. Tuna pointi 5, tunatafuta pointi 6 tuwe 11 tuongoze kundi. Bwana, kabla sijataka huko kuja kwa mahali ambapo umesema jana, leo mnyama Simba anatupa karata yake katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mchezo wa leo ndio mchezo wa kuonesha matumaini ya hali ya juu kweli kweli. Simba Sports Club pasipo matokeo hii leo, dhahiri hatua ya robo finali kwenda ni sawasawa na mbingu na ardhi. Na waona kufanya hivyo mnyama leo? Uhalisia lazima tuzungumze. Leo ni siku ya kuanzia leo mpaka tarehe 14 tuhesabu siku 21. Leo kuku anaenda kuatamia mayai yake kwenye kiota. Leo kuku au ndege au ni ndege na kuku tu ambao wanaweza katamia mayai. Leo kasha taga, amemaliza mayai kutaga. Kinachofuata leo ni kuatamia. Tusubiri siku 21 totoe vifaranga. Tusubiri siku 21 itotoe vifaranga. Simba imekuwa kinyonge namna hiyo. Ni hali wako katika uwanja wa nyumbani. Sasa wewe unamuona anacheza na nani? Esperance de Tunisia. Sasa Esperance de Tunisia anakuwa mjinga. Mwarabu wa kwanza aje sasa hivi hapa Benjamin Mkapa afungwe na Simba. Mwarabu atakuwa Mwarabu wa kwanza mshamba. Yaani kwa msimu huu, yani anakuja Tanzania anafungwa na Simba. Kweli? Mwarabu. Blaza, hata tungecheza saa 6 mchana. Washakuja hapa wakaacha shuka. Kwani mbona hata sio wenyewe National Real tushamfunga? Lakini jana kwa historia. Jana mkamshindwa. Sikiliza, ndio maana tukasema wanaume wawili waliokuwa wamekutana jana walikuwa wameshiba. Umenielewa? Kweli National Real, nani ambaye anakiri udhaifu wa National Real? Nani anatuambia hapa National Real ni mbovu? Umenielewa? Esperance de Tunis si bora sana, lakini ninaamini ni Mwarabu ambaye anatafuta mafanikio. Hawezi kukubali kufungwa na Simba. Wanakutana namba 4 na namba 6 kwa ubora barani Afrika. Ndio maana nasema hivi, hakubali kufungwa na Simba. Hiyo never, hata angekuwa vipi. Hata tungechinja ngamia hapa. Haya badani. Simba hawezi kumfunga Esperance de Tunis hapa. Tuanze mimi na yeye kuzichanga karata vizuri hapo za ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa Simba Sports Club. Leo akichukua 3, achukui 3. Tukubaliane kwanza. Achukui. Hata moja achukui. Hata moja achukui. Yeye tayari ameshajisajili. Yaani shida ya Simba ilianzia hapa. Alipoikana umoja wa Afrika wa vilabu, ACA. Ndio shida ya Simba ilipoanzia. Angekubali kutambua umoja wa vilabu barani Afrika, ACA, Simba nadhani leo tungekuwa tunazungumza kwenye ushindani ulio bora. Lakini alivyokana, yeye akaanzisha chama chake cha wagawa utamu. Kwani mnabisha? Hadi msemaji wao alisema ukifungwa mechi 3. Hakusema hivyo bwana. Sikiliza bwana, acha mambo yenu, tutawapa clip. Mgawa utamu ni kuanzia mechi ngapi? Mechi 3. 3, hawajafungwa 3. Zenye magoli mawili. Mawili nani kasema? Unalazimisha kuwa na mapacha? Unalazimisha? Ukipewa mapacha mshukuru Mungu. Ni mpango wa Mungu, wewe sio Mungu wa kusaka mapacha. Umenielewa? Cha msingi sisi tunachohesabu, goli ya kwanza kapigwa hapa na Petro Atletico. Ameenda amesafiri kwa mali kule kwa Said Marie, kamgonga tena. Umenielewa? Karudi tena Tanzania hapa kajifanya kama anajua mazoezi. Anajua kujiandaa na michuano hii. Tukasema safi, kumbe anatafuta makeup tu. Na anaulizia shanga ziko wapi? Akaenda wapi? Tunisia. Uongo kweli? Hatukuona shanga kule. Unampelekea shanga Mwarabu, anakulamba vizuri. Kazi ya shanga anazijua Mwarabu. Muulizeni. Muulize hata kesho. Haya leo si uko hapa? Muulize eti kazi ya shanga ni zipi, zinafanya kazi gani? Mwarabu ana majibu huyu Esperance. Leo tena nani alivaa? Nani alivaa shanga? Na jezi namba 29.
29 na Vali basi kweli. Basi huyo umemaliza baba. Umenielewa? Leo anachokuja, umenielewa? Sasa amepaka makeup juzi hapa. Au hamjaona? Kuna katimu amekaonea juzi hapa. Au mjakaona? Hamjakaona Kaligi? Mimi sijaona. Amekaonea. Amekaonea. Leo anakuja huko tunasema leo anachokufanya kwa Mwarabu ni kumwimbia nyimbo. Umenielewa? Anamelemeta. Huu wimbo ulikuwa special kwa ajili ya Simba. Umenielewa? Kwa leo mimi nikwambie kabisa. Leo Simba anaburuzwa tena. Umenielewa? Ndio mwisho wa kuaga mashindano. Anachokuwa na kifanta ni kutimiza kanuni na sheria za CAF kwamba lazima usafiri. Lazima usafiri. Usipofanya hivyo utafungiwa na adhabu ya kulipa faini. Umenielewa? Inahusika. Sasa leo Simba anafungwa, ataenda kwa Petro Atletico kule atafungwa tena, anarudi tena kumaliza na nani? Na Stade Maria ambaye mbigi kwenye kundi lao ndo mbabe. Umenielewa? Leo kama kikubali huyu jamaa kugawa utamu. Umenielewa? Akianzia goli 3 tu basi Esperance anaenda kuongoza ligi. Kundi lao. Waambieni kabisa. Leo ukifungwa goli 3 kwa Esperance anaenda kuongoza kundi. Maka anakuwa amempa tiketi vizuri. Uchebe bwana, mimi kwa kumalizia nizungumzie calculator, unaifahamu vizuri. Tumeitumia simu mwaka jana imetushinda. Umeitumia? Mwaka jana ilitushinda. Calculator. Calculator. Mlitumia? Mwaka jana na ilitushinda. Nikiusoma msimamo wa kundi B, kundi la Young Africans. Al Ahly anaongoza akiwa na alama zake 8. Nafasi ya pili FAR Rabat akiwa na alama zake 5. Nafasi ya tatu ni Young Africans akiwa na alama 5. Nafasi ya 4 ni JS Kabylie akiwa na alama 2. Young Africans baada ya matokeo ya jana kati ya mchezo wa FAR Rabat pamoja na JS Kabylie, sasa dalili zinaanza kuonekana, wanaanza kutumia calculator kwenye michuano ya kimataifa. Nakataa. Hesabu nyeupe imenyoka kabisa hii. Tupe hiyo hesabu. Umenielewa? Mimi na alama 5 kwenye kundi letu. Sawa. Namfuata FAR Rabat Morocco. Nampasua pale pale. Ataki astaki. Umenielewa? Ni mwendo wa dozi. Mwendo wa ngili meno nje. Umenielewa? Ataki astaki nampasua pale pale. Kama nilivyompasua hapa Guantanamo Bay. Namfuata kule kule nampasua. Nakuwa na alama ngapi? Nakuwa na alama ngapi? Narudi nyumbani. Narudi nyumbani. Kuna msanii mmoja aliimba vizuri sana. Sasa narudi nyumbani ile nyimbo kama unaijua vizuri. Narudi Guantanamo Bay, gereza ambalo lina mlango wa kutokea tu, wa kuingilia tu. Hauna mlango wa kufanyaje? Lakini Ahly aliuona mlango wa kutokea. Aliona vipi? Na wewe pointi moja pale tulimruhusu sisi. Kwamba bwana huu mlango wa kutokea huu hapa nenda. Umenielewa? Kwani alitaka yeye kuna nini pale? Angejifanya jeuri tungeongeza dakika za kutosha kama kwao kule. Angejuta mbona? Haya tunamleta yule JS Kabylie pale tunamaliza naye. Umenielewa? Sasa pale JS Kabylie ndo atajua tanuri la dhambi liko wapi. Inatakiwa yeye ndo aeleze maana Guantanamo Bay ni nini. Afanyavyo. Afanye viumbe vyote vya dunia hii hiyo siku vitalala pale Guantanamo Bay. Kuhakikisha viumbe vyote unavyovijua wewe vilivyo hai na visivyo vitalala wapi? Pale tutamwambia sasa wewe ndio inatakiwa sisi tupeleke vizuri robo finali. Wakati huo na alama 8 nikimgonga yule alama 11. Wakati huo National Real hajafikisha 11. Bwana mara pap Young Africans kabaki alafu Simba kaenda. Thubutu. Yaani mwenye zilo aende alafu mwenye namba abaki. Nakuuliza wewe kweli inawezekana? Inawezekana. Hiyo biashara haipo duniani. 3 akichukua hapa leo, akichukua 3 pale na kwa 6 akichukua pale 9, mnyama kaenda. Nitakaa chini na watu wa Kigoma. Umenielewa? Nitakaa chini na watu watuambie vizuri kweli wao wanazungusha mayai hapa mjini au kuna vitu vingine wanaviuza. Wanapataje wao utajiri kirahisi? Yaani mayai unauza mayai tu, unanunua semi. Unanunua mende unakuwa nazo. Unajenga magorofa, watatueleza watu wa Kigoma. Kama Simba kifuzu. Simba kienda robo finali. Yanga kabaki. Watu wa Kigoma mimi na mazungumzo nao. Ndio waniambie muuza mayai amekuaje na magorofa mjini. Inatakiwa nieleze. Wewe mwenyewe unakubaliana nayo? Sikarata tu za namna kuzichanga. Baba, yani never, yani ngoja nikwambie. Hiyo biashara nikwambie jambo moja. Aliyeweza Afrika hii, mimi ninavyojua kwa historia yangu, aliyefanya hayo maajabu ni Stellenbosch peke yake. Umenielewa?
aliyefika robo finali Napo msimu uliopita wakati anakutana na Simba. Wale wote si walikuwa watu wa darasa 7. Umeelewa, ile mtihani ilikuwa darasa 7. Ndio huko shirikisho. Sasa yule jamaa aligongwa mechi 3 za kwanza, 3 za mwisho zote akashinda. Ndio alifanya hayo maajabu. Ila kwa Simba hii ambayo ninaijua mimi, umenielewa? Kocha kwanza mwenyewe tapeli. Kocha gani anaitwa Bakari? Tapeli wewe. Beka kwa Kiswahili ni nini? Mbona na wewe unataka udanganye? Bakari Nondo Mwamnyeto. Wewe tulia, yule ni mchezaji. Yule ni beki. Si Bakari. Beki yule umeshasema. Umenielewa? Nondo Mwamnyeto ni beki. Tena wa kimataifa. Aliyenyoka. Umenielewa? Kwa hiyo lazima mjue kutofautisha. Leo hamwezi mkaandika habari ya kwamba eti Simba mara pap kaenda. Hafu Yanga abaki. Yaani mwenye 5 abaki, mwenye 0 aende. Blaza. Yaani mwalimu wa shule ya msingi kwenda kufundisha chuo kikuu. Sawa sawa. Nakuuliza, unaona inaleta maana? Tukutane ndani ya dakika 90. Nakuuliza wewe. Nijibu kwanza afu tumalize interview hapa. Yaani mwalimu wa shule ya msingi akafundisha chuo kikuu. Tumezoea mwalimu wa shule ya msingi anafundishwa na wapi? Na mwalimu wa chuo kikuu. Umenielewa? Leo Simba yani 0. Yaani hata mtoto sasa hivi ukimuuliza 0 ni nini? Anakuambia kuna majibu mawili, unajua kwenye mtihani. Kuna maswali yenye majibu haya. Yaani 0 ni nini? Kuna mwingine 0 maana yake hamna kitu. Mwingine akiandika 0 maana yake nini? Ni Simba. Maana yake anapata. Shukrani sana. Asante.